Baba, tunakushukuru sana katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana umetupa uhai, umetubariki, umetendea mema. Tumekusanyika hapa ili tuweze kujengeka mioyo yetu. Tunaomba kupitia neno lako ukaweza kutujenga na tukaweza kukaa katika mapenzi yako. Nitumie Bwana kubariki watu wako, na pia mimi nipate baraka. Nipe usemi na wapatie moyo wa kupokea na moyo wa kutenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tuweze kuketi chini. Bwana wabariki na watendee mema. Juzi tuliongea mambo ya holiness, Holiness. Leo nataka kuongea kuhusu character. Character kwa Kiswahili ni nini? Tabia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema Bwana Yesu asifiwe ni namke hivi nione haujibu, nitaketi chini uhubiri. Mimi nisemage amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hamtakai kuhubiri. Nataka kuongea kuhusu tabia, kwa sababu tabia ni kitu cha muhimu sana kwa mwanadamu. Hata sio kwa kanisa peke yake, hata huko nje. Lakini sasa sisi tunaongelea mtu kuwa na tabia nzuri akiwa ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kuwa na tabia nzuri akiwa kwa ufalme wa Mungu. Kwa sababu tabia, Biblia inasema kwa sababu ya matendo yetu inaandamana na tabia. Vile tabia zako ziko, watu wanatamani kujua Mungu wako. Vile tabia zako ziko, watu wanatamani kuja kwa kanisa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Vile tabia zako ziko, watu wanatamani kuwa rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia watu wakisema, huyu anakuwa na tabia mbaya. Yaani amekusoma, ameona wewe ni mtu hujielewi. Na kuwa na tabia mbaya ni kuwa mtu hajielewi. Bwana Yesu asifiwe. Na tabia ni kitu cha muhimu. Na usiwe na tabia mzuri kwa sababu uko miongoni mwa watu. Kuna watu wana tabia mzuri sana kwa sababu wako katikati ya watu. Lakini akishatoka katikati ya watu, anasahau hata ameokoka. Anasahau kuna Mungu mbinguni. Anaweza fanya chochote, anaweza fanya kwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuja kuangalia, huyu Mungu wa mbinguni anatujua vizuri sana. Na akijua tabia zako zitaharibika kwa sababu ya kukubariki, utaendelea kukaa kama hujabarikiwa. Nirudie hiyo tena. Mungu anatujua vizuri. Anajua at some point huyu mtu nikimpatia pesa, ataona watu wengine kama ni inferior. Ataona watu wengine kama ni third class citizen. Ataona watu wengine ni kama watu hawana maana na huko kwa ufalme. Kwa sababu ufalme huu wa mbinguni una sheria zake kama ufalme ule huko nje. Na ukija kwa huu ufalme wa mbinguni, kitu moja inatakiwa, tabia zibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu tulikuja ufalme wa mbinguni na tukabeba tabia za huko nje. Si kwa kanisa iko masengenyo? Si tuhubiri pamoja. Kwa kanisa iko masengenyo? Kwa kanisa iko viwango? Mimi si wa hiyo type. Mimi siwezi tembea na huyu. Huyu anakuaga tu na hiyo t-shirt yake imeandikwa Segenge ni ngome, ana kitu kingine, si wa klasi yangu. Segenge ni si wa klasi yangu. Tunaanza kubagua watu namna hiyo kama vile huko nje. Hiyo pia ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umeshaona huku barabarani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madriver ndio wanajua hiyo. Mtu anakaa gari KNP sijui ni ya mwaka gani, sijui kama nilikuwa nimezaliwa. Alafu kamewekwa exhaust kubwa kama hii thermos. Ndio kanasumbua watu. Hiyo ni tabia. Huyu mtu hiyo ni tabia yake. Huyo mtu kweli anaweza patiwa porado? Patiwa porado tutapitia wapi? Na hao watu ni stubborn sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa natoka hapa. Ninaenda, tukasimama pale panaitwa Mega Life kwa barabara, gari zimesimama. Kidogo nikasikia nyuma ya gari yangu, kubu! Sasa nikutani hivi niangalie, nikasikia mtu nikamuona ameenda kama kilomita, yaani kumuangalia hivi na hapo kama kilomita 2 anaenda. Hiyo ni tabia pia. Hata si ni kusimama. Huyo mtu aseme pole nimekugonga.
In fact, hata hakuna kitu alifanya gari yangu. Hata huzuni yangu ilikuwa pengine ameumia. Tabia ndio inafanya waingie magari hivi bila kufikiria huyu mtu wako ndani ya gari. Mimi ndio windscreen ya gari yangu. Mimi ndio body ya gari yangu. Tukigongana na huyu mtu, mimi nimekwisha na yataenda kurekebisha gari. Tabia. Bwana Yesu asifiwe. Si ati hana akili yako nazo. Lakini tabia. Siku moja nikawaambia nilifanya kazi ya manamba. Na nilikuwa najiuliza hawa manamba surely hawana heshima hata kwa watu wazee. Na nilikuwa nabeba Paul's Bakery, Clinic, Muchai, Ndarati, Kulini, West Indies, California, huko Eldoret. Sijawahi sahau na naongea mambo ya miaka ya 1980s. Posta Clinic, Muchai, Mwendeli, Kamukuji, Kidiwa. Lakini nilipoingia kwa stage, tabia za stage zikaniingia. Na mimi nikaanza kuongea, sitaki kusema hivyo, mseme siku hiyo sikuwa nimeokoka, mseme bishop alikuwa ametupa hapo, sikuwa nimeokoka. Nikaongea vile wanaongea. Na niwaambie kitu kimoja. Tabia inaweza fanya ustagnate ama ukwame mahali moja kwa miaka mingi mpaka ubadilishe tabia yako. Sikieni vizuri, tabia. Mungu angalia aone huyu kama ana behave namna hii, kama ako namna hii na sijamuinua kiwango kingine, nikimuinua level nyingine atakuwa mtu wa namna hii. Anasema hapana, nina haja na moyo wake, wacha aendelee kusumbuka, aendelee kunitafuta. Mungu anajua kuna watu hapa anaweza wapatia hata pesa kidogo tu ile haina maana na sahau maombi. Tumeona maombi inakuwa ni mzigo. Maombi inakuwa ni sumbua. Saa ngapi nitaenda kufungua biashara yangu? Bwana Yesu asifiwe. Tumeona watu tumekuwa nao tunalilia Mungu. In fact wengine wamesema tumekula vumbi. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda kwa flow which was genuine and sincere. Lakini sisi hatukujua huyu mtu 5,000 peke yake inaweza fanya awaje kula vumbi. Hiyo si hana akili, lakini tabia yake ni mbovu. Na tabia ni kitu ya maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae kwa ufalme huu tunahangaika kwa sababu ya tabia zetu. Sasa hapa kila mtu ni mzuri. Pigieni Bwana vigeregere, vigeregere kwa furaha. Ukienda nyumbani unaenda kupiga bibi. Hiyo ni tabia pia. Upo unapigia Bwana vigeregere, the same mikono ya kupigia Bwana vigeregere unaenda kupiga bibi nyumbani. Na unaenda mbinguni. Ama wewe mama. Bwana Yesu asifiwe. Hata mzee akisema nataka kitu fulani, unamuonyesha na mdomo. Hiyo ni tabia. Na wasee hatutakagi hivyo. Kabisa, unasikia vile kabisa. Tunatakaga nikisema maji, anaona umeleta maji. Na yeye ukifanya hivyo, Bwana Yesu asifiwe, hata yeye tabia yake itabadilika. Utaona nakufanyia mambo mazuri, utaona mambo imekuwa sawa. Hii maisha ni kujengana, tunajengana. Si unajua ukichukua msichana ya watu ni matiri umeleta. Na mume wa mtu ni matiri, mnajengana. Mnataka nini kwa marriage yenu? Unajua hivyo? So ukianza kuonyesha mtu, although niliona pale pengine kama ni mzee anakuja, mama anakuja, anatoa viatu kwa sababu zina vumbi, anabeba, anaenda anaweka mahali zinafaa. Wazee tunabebaga. Tunafika tunazitoa chua. Hiyo ni tabia pia. Unajua hata unafaa kulani na mke wako. Huyu anabebaga anayepeleka vizuri na ni hivyo anapenda. Ukifanya hivyo ataendelea kukupenda. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine tunauliza wapi socks yangu, unaambia siku ile ulitoa tuliona moja. Kwa sababu moja ulirusha na teke ikaenda pande ile. Hiyo ni tabia na umeokoka. Na ni chairman wa kanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutabia twingine tuoneshi Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweze kutusaidia. Hiyo ni ile ya juu tu ninataja. Sasa tunataka kwenda kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile kitu Mungu ametuitia kila mmoja wetu ni kitu so valuable. So valuable. Kwamba hawezi kuachilia kwetu kama tabia zetu ni mbovu.
Hawezi kuachilia baraka zake kama wewe ni mtu wa wivu. Hawezi kuachilia baraka zake kama wewe ni mtu wa uchochezi. Bwana Yesu asifiwe. Ama kama vile tulienda huko halafu nikikuja hapa najaribu kuongea Kizungu kingine haieleweki. Na ni siku chache tu nimeenda. Hiyo ni tabia. Unaona kama mtu amekuwa kitu kingine, amebadilika. Na niwaambie nirudie tena. Tabia yako inaweza kulimit kufanya nini? Kukuwekea speed governor kwa mambo mengi sana. Kwa hivyo tabia, na pia tabia inaweza fanya Mungu atoke ndani yako. Mungu anatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ama mnafikiria Mungu hawezi toka kama una tabia mbaya? Atatoka. Na Mungu akitoka ni makusudi yake inatoka kwa maisha yako. Unakaa tu mtu anaishi dunia hii bila makusudi. Kwa sababu ya nini? Ya tabia peke yake. Nataka tusome, nimeandika hapa, character, it is the will to do what is right regardless of personal cost. Bwana Yesu asifiwe. Character ama tabia ni mtu kufanya kile ambacho ni haki, haijalishi itakugharimu nini. Bwana Yesu asifiwe. Tabia inaweza fanya, tabia ile uko nayo inaweza fanya uishi miaka mingi duniani ama miaka yako ipunguke. It is that serious. Tabia yako inaweza fanya uishi miaka mingi duniani ama maisha ipunguke. Kwa sababu tabia ama character defines you. Hiyo inajulishana wewe ni mtu wa aina gani. Kuna watu wengine mkijuana na yeye lazima ukosane na marafiki wako wa zamani. Ama mjui kitu kabla hiyo? Unajuana na mtu leo, anafanya marafiki wako wa zamani mmekosana kwa sababu tabia yake ni mbaya. Either wanatoroka kwa sababu anajua umejuana na mtu wa tabia mbaya, ama anakuletea mambo inafanya usahau marafiki wa zamani. Tabia. Bwana Yesu asifiwe. So character ama tabia ni mtu wa tabia nzuri ni yule anafanya kile unafaa kufanya hata kama kitakugharimu pesa ngapi ama kitakugharimu nini, lakini unafanya the right thing at the right time. Tunaelewana? Number 2, true character is what you are when you are where no one knows you. Tabia ya mtu kamili, true character is what you do or what you are when you are where nobody knows you. Tabia ya mtu ya kihalisia ni ile mambo unafanya mahali huko ambapo hakuna watu wanakujua. Kuna watu hapa kanisani tuko sawa sana kwa sababu ya bishop, kwa sababu ya elders, kwa sababu ya deacons, kwa sababu ya Pastor David. Lakini ukitoka hapa wewe ni kitu kingine. Na ndio unaona maisha, hata tunaendelea kukuombea. Mungu mkumbuke huyu. Ndio amekuwa mnyenyekevu hapa kanisani. Mungu anakuangalia na anauliza wewe bishop hata hauna design. Mnyenyekevu ni nani unasema mnyenyekevu? Huyu akitoka ni mbote ya kuotea mbali. Lakini sasa mimi na yeye ninakuwekelea mikono, hata tuna pray na kufast, tunaendelea kudidimia. Tunajua what is happening. Ni tabia yako. Ni tabia. Mungu anaona hii tabia si kumpatia hii tabia, ameiga kwa watu wengine. Na hii tabia sasa inafanya yeye atoke kwa mipango yangu. Usiwe kitu ingine saile huko mahali watu hawakujui. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hata kwenda Ulaya hapa tu Mombasa, unakuta mtu amekuwa kitu ingine. Unakuwa mtu amebadilika. Hata ukikutana na mtu mmoja akwambie Bwana asifiwe, unabadilika kulingana na mahali huko. So wanasema when you go to Rome, you have to change romance. When Mkristo, you need to change romance. Huwezi kwenda kwa Warumi ambao hawajui Mungu, wana tabia mbaya, na wewe uanze kufanya tabia. Lazima usimame na integrity. Sasa nimeanza kutaja integrity na integrity tutakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usimamie tabia mzuri. Nirudie kabla sijaendelea kuhubiri. Tabia yako inaweza fanya ukae kwa shida miaka mingi sana. Mungu aone hii sio ile kiumbe niliumba. Hii ya dharau watu wengine, hii ya kupiganisha watu wengine, hii ya kukejeli hata neno langu. Number 3, most people do not sin because they fear. Most people do not sin because they fear others. If they get opportunity, they will. Watu wengine wanakosa kutenda dhambi kwa sababu wako katikati ya watu. Wakitoka nje ya watu, wale wanawajua hawa na dhambi,
wanaenda sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema unaweza kuta dhambi kama ya bribery. Unajua kuna tofauti ya bribery na corruption Bribery, mtu mwenye ana bribe ndio ana engineer corruption. Kama kuhonga. Unaweza ona mtu akihongana kwa sababu ya kitu ambaye anataka yes ikue no na no ikue na ameokoka. Kitu kama corruption iko kila mahali. Na nisikia watu wanasema kwa Kenya mtu anakosa kuchukua bribe kwa sababu hana opportunity kitokea atachukua. A Christian, Mungu atusaidie. Corruption, Mungu atusaidie. Do not corrupt. Na nikawaambia sitaki kurudia mambo ya Alice ule dada yetu alikuwa kwa duka, watu wanakuja kumtisha, anauza vitu counterfeit, wakamsumbua akakataa kuwahonga, akasema mmenizoea. Wakati alipelekwa ndani akapata wale watu ambao wanauza vitu genuine wamekuja kutoa watu wale wameshikwa ati wanauza vitu counterfeit. Kutoka hapo akajua vitu genuine mahali zinatoka. Kama ange corrupt angebaki tu huko. Joseph amekaa huko kwa duka. Alifunguliwa njia. Kama ange corrupt angejua hiyo njia. Then kuna sexual sin. Dhambi ya usherati. Biblia inasema malaya ni nani? Sio wale wako inange. Ni mtu yeyote ambaye analala na mtu ambaye sio mume wake au mke wake. Wewe ni malaya. Wewe ni nini? Bwana, hiyo mmeenda chini sana. Na Biblia inasema nini? Malaya na umbwa na wachawi. So malaya yoyote ako pamoja na wachawi hawatafunguliwa. Hiyo ni tabia. Usherati ni tabia. Sio kitu ya ajali, ni kitu mtu amepanga na amechora. Umeona nikichukua huyu hapa Ruai, bishop anaweza kupitia hapo na atuone. Sisemi hata bishop hawafanyi hivyo. Kwa sababu kuna mahali tulienda, wale tulikuwa nafikiri pastor unaweza kumbuka, tulienda kutafuta hall ya kanisa hapa town. Na tukaambiwa hall hii kanisa hapa palikuwa na mhubiri hapa, lakini alikuwa ni vugu, alikuwa hako serious, hata vitu zake tulichota za inaitwa kuchota. Tulichota tupige auction kwa sababu kuna deni hakulipa. Lakini kama nyinyi ni watu ya kanisa serious, tukaambiwa na kiateka tutawapatia hapa. Akatuambia next week mkuje mkutane na mwenyewe. Tulikuwa na Pastor Betty, Pastor Mary, Mama Paul na nani mwingine? Nenda kutafuta hall. So mwenyewe akatuambia I am sorry. Kama nyinyi ni kanisa. Sasa hapa hii njia mnaona imeenda hapa, imeenda kwa lodging zangu. Na wahubiri wengi baada ya kuhubiri wanakujaga na washirika hapa juu kwa lodging. Kwa hivyo mtaniharibia biashara ya lodging na ndiko na pesa mingi kuliko hii ya kanisa. Hiyo ni tabia. Ni mhubiri, ana akili, lakini tabia imemweza. Anafanya tunyimwe hall ambayo ilikuwa mzuri sana. Kwa sababu tuliambiwa ile biashara ya pale juu inaingiza kuliko hii ya kanisa. Tabia yake ikafanya tufanye nini? Na niko hapa praise the Lord Bwana, haleluya, ninatonga haleluya kama tano nikiangaliaga ni nani nikimaliza atanikuta pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aweze kutusaidia. Bwana aweze kutusaidia. Biblia inasema nini? Ama niwasomee kwa Revelation. Simnasikia hivyo? Umbwa. Biblia inasema maumbwa na malaya na wachawi hawatafunguliwa. So tabia inaweza fanya tukae kwa kanisa miaka mingi, lakini to miss heaven, to miss ufalme wa mbinguni. Tabia zetu. It is that serious. Na huyu Mungu wa mbinguni sio kama bishop wenyu. Anakujua vyema. Ukiingia kwa bafu kuoga muko naye mahali pale. Ukitoka uende mahali ujulikani muko naye mahali pale. Biblia inasema hata ukienda kuzimu muko naye kuzimu. Hata kuzimu ni mali yake. Kuzimu ni kwa shetani. Hata kwa shetani ni mali yake. Kwa hivyo hakuna mahali tunaweza jificha Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe.
Na Biblia inasema tuogope ambaye sio kukuua peke yake, anaweza kukuua. Anaweza kukuua na afanye nini? Akutupe kuzimu, kuangamize. Bwana Yesu asifiwe. Unforgiveness ni tabia as much as ni spirit, ni tabia. Unaweza choose kuanza kusamehea watu, kwa sababu unforgiveness ama kutosamehea hufanya mtu aishi maisha ya nyuma muda mrefu sana, kwa sababu unforgiveness huwa inashika moyo wa mwanadamu, na ikiwa imeshika moyo wako, Mungu ataingilia wapi? Na Mungu anaingilia kwa moyo. Unaendelea kuteseka kwa sababu hujasamehea mtu ambaye alikufanya kitu, hata kama ni jambo gani alikufanya, na iwezi kurudishwa nyuma. It cannot be reversed. Tunaelewana? Hata kama ile kitu ulifanyiwa, kama inaweza rekebishwa, then rekebisha. Kama uwezi rekebisha, uisahau na uendelee na maisha. Wacha kuniambia wewe hujui vile alinifanya. Ni wewe utaendelea kudidimia na yeye anaendelea. So unforgiveness ni tabia ambayo inaweza fanya maisha yako yote iwe kwa shida. Ama bitterness, uchungu kwa sababu ulifanyiwa jambo fulani. Bwana asifiwe. Na hiyo uchungu itakufunga wewe, na mwenye alikufanyia anaendelea kupanuka, anaendelea kuinuka, kwa sababu hata pengine hakujua alikukwaza. Wewe ndio ulijua umekwazwa, ukakwazika na hutaki kuachilia. Na tunasikia Biblia Yesu akasema, yoyote ambaye anataka kunifuata, ama njooni kwangu nyinyi wote ambao mmelemewa. Hizi ndio tabia alikuwa akisema tuachane nazo, tumfuate yeye, kwa sababu tukiwa na hizi hatutaingia mbinguni. Yake ni nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Yake ni nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Then nataka tusome Biblia. Tuende kwa kitabu cha, ni hadithi tunajua, Genesis chapter 39. Verse number 5 inasema, Genesis 39 verse number 5. From that time he put him in charge of his household and of all that he owned. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. With me in charge, he told her, "My master does not concern himself with anything in the house. If everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in the house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do a wicked thing and sin against God?" Hapo ndio nilikuwa kitaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Joseph, hiyo ni story tunajua. Ameenda, ni mtoto ama ni kijana ambaye hana uwezo, amechukuliwa, amewekwa kwa mfalme, na mke wa mfalme ni sugar mami. Ndio muelewe tunasema nini. Lakini Joseph ameenda mahali pale, amepata kibali na mfalme, amepatio mali yote ya mfalme. Lakini mke wake akamwambia, wewe vile na kuangalia wewe ni handsome, na ni lazima ukue wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niwaulize ni vijana wangapi wa wakati huu anaweza chukuliwa na wamama wa halia na akubali kuwaambia siwezi kukosea Mungu wa mbinguni? Joseph kama angekubali, Bwana Yesu asifiwe, kama angekubali, angekuwa prime minister. Angemwaga makusudi ya Mungu siku hiyo hiyo. Lakini tabia yake ilikataa. Alisema hata sio unikosee mimi. Aliona
kile Mungu ameweka ndani yangu hakitaweza kutimia, nitakosea Mungu wa mbinguni nikubali vile aliniambia. Leo hii watu wanababaishwa na pesa. Mtu akionyeshwa tu pesa anasema unajua nilikuwa kwa hali mbaya sana. Sasa wakati alisema ataniwekea kioski nikaona nitubu baadaye. Na wewe utakaa na kioski na utaenda hell. Lakini huyu Joseph tabia yake na aliweza kuelewa ndoto. Na ile kitu inafanya tumwage ndoto zetu ni kutoka wakati uliota na kutimia vile Mungu anataka itimie, tabia zako zikaharibika. Tabia zikiharibika, utazunguka miaka yote unasema nilikuaga, nilionyeshwa, Mungu alisema, nilikuwa nikiona, na hakuna kitu kinatimia. Angalia tabia zako. Baada ya kuota na kufika mahali umefika, ni nini ulifanya ambaye haiambatani na ndoto za Mungu? Wacha ni kuinama. Bwana Yesu asifiwe. Juzi unajua kuna mtu aliniambia hapa, Bishop umetoka Ulaya umetukanyanga siku hizi. Hii message niliambiwa nikiwa kwa kitanda, nimelala namna hiyo. Nikaambiwa go and preach about the kingdom of heaven through Jesus Christ. Nikauliza ni gani? Saa hiyo hiyo nikaanza kupatiwa. Bado iko kama topics zingine 3, 4, 5. Na wakati ninafikiria mambo ya tabia inafanya miguu zangu zitetemeke. Hata kukataa vile Mungu anakuambia ufanye na ulisikia ni tabia. Hiyo ni tabia mbovu. Na hakuna mahali unaenda. You know, makusudi ya Mungu kishatoka ndani ya maisha yako ni kama ile mkebe ya kasuku, ama niseme ni mafuta gani tunajua sasa? Mafuta gani tunajua? Tuseme Blue Band, Blue Band sinajulikana na kila mtu. Blue Band ukishatoa yote mkule mkate mwisho mtupe hiyo mkebe huko. Si kila mtu akipita atakuwa anasoma nini? Tusisomekage Blue Band na ile mafuta iliyotoka kitambo. Ama kasuku ndio mzuri. Kasuku inaingia, Tusisomekage kasuku na mafuta ilienda kitambo. Ama fresh fry na umeweka mafuta ya taa. Si kibuyu ya fresh fry ndio tunabeba nayo mafuta ya taa. Kibuyu ya fresh fry ndio tunaona madriver wakikimbia kuweka mafuta petroli na inasoma fresh fry. Wakristo tusiwe watu ambayo unasoma fresh fry na ni mafuta ya taa ama ni petroli iko ndani yako. Kwa sababu ilikwisha, ile Blue Band ilikwisha, ni mkebe tupu iko. Kwa sababu ya nini? Ya tabia. Bwana Yesu asifiwe. Mumenyamaza ama nianze kuprofesai? Ninaona matajiri hapa. Naona matajiri 2000 hapa na watu ni 5 ndani ya kanisa. Mungu aweze kutusaidia. Ujumbe zingine ni ngumu kuhubiri, lakini ni vizuri kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu makusudi ya Mungu ikitoka ndani ya maisha ya mtu, dunia hii utakuwa ukihangaika na hutaweza kufikia mahali Mungu alitaka ufike. Joseph kama ange compromise, tungesikia tu alilala na mke wa Potifa na hiyo ndio mwisho wake. Na sasa akilala na mke wa Potifa na hiyo ikuwe mwisho yake, wana wa Israeli wangekufa na njaa huko, kwa sababu hakukuwa na watu ya kuweza kuwapangia mambo ya kule. Angalia Joseph, hata baada ya ndugu yake kumuuza, wakati walikuja aliwaambia, mimi ni ndugu yenu Joseph ambaye mliuza. Mlifikiria kunifanya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alipanga iliwe msaada wenu. Kama ni wewe ungefanya hivi, ungesema angalia wamenikuta, mtaamini sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ungewatia adabu. Hata kama ni mimi, Bwana Yesu asifiwe, pengine sio, ningeweka sense ndani yao. Ningewasaidia, lakini ningeweka sense ndani yao. Lakini Joseph aliwaambia namna gani? Mlipanga kuniumiza, lakini Mungu alikuwa amepanga niwe msaada wenu. God intended for good. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tabia ya Mkristo. Hiyo ndio tabia ya mtu ambaye ana maono ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Job chapter number 1. Job chapter number 1. Mnaandika hizo scripture. Kama hiyo nimesoma ya Joseph, enda tu uanze Joseph Genesis 39 kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndio uone kama wewe kuna mambo kabla inaweza kukupata na uweze kusema siwezi kosea Mungu wangu. Job chapter number 1 verse 1 inasema hivi: In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright.
he feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yokes of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of East. Wacha niwaachie hapo. Unaweza kuona vitu kama hizo na uendelee kuheshimu Mungu wa mbinguni? Bwana asifiwe. Unaweza kuona vitu kama hizo na uheshimu Mungu wa mbinguni? Ikiwa baisikeli peke yake itafanya uendage around Sunday baada ya kuja kanisa. Baisikeli. Aikia, anaita gaikia. Ati unaenda around Sunday baada ya kuja church. Huyu alikuwa na kila kitu. Mungu anaweza fika mahali akutolee ushuhuda kwa shetani. Kwa sababu Mungu aliangalia wema wa Job, akatoa ushuhuda, akaambia shetani ulikuwa wapi? Hii ni story mrefu msomee. Akamwambia nilikuwa kuzurura huko chini to and fro. Kwa hivyo hakuwa na agenda. Shetani sisi ndio umpatia agenda kwa sababu ya tabia zetu. Shetani hakuwa na agenda. Shetani akijua wewe ni no nonsense man, hawezi kukukaribia. Bwana asifiwe. Acha hiyo tunasema unajua shetani alinikujia, niliona tu ni shetani. Naona ni tabia yako nilileta shetani. Kama tabia ni ya mbinguni, shetani hawezi kukaribia. Hakuna mahali mtaonana naye. Bwana Yesu asifiwe. Baka Mungu imagine Mungu ako mbinguni anaambia shetani, anapapasa kwa umeona mtumishi wangu Job. Akasema nimemuona na ni wewe umemlinda. Akamwambia hiyo ukuta mimi naweza toa. Na najua bora tu usiguze moyo wake. Vitu zingine zote guza. Leo hii wewe ile dhamos yako ikivunjika kwa sababu ulikuja kanisa. Utakuja kanisa Jumapili ama utasema ninaenda kanisa vitu zangu zinaharibika. Kuna kitu tu kwa attach naye inaweza fanya hata ukose kuja kanisa kwa sababu unaona itaharibika. Hizi nilisikia, although ni sijui kama ni story ama ni ukweli. Mtu mmoja wakatoka na mke wake wanaenda kanisani. Na aliambia kijana yao, aliona kijana yao amekufa. Na niye anaenda kuhubiri. Akaambia mke wake tumwache hapa, twende tufanye kazi ya Mungu, yeye afanye kazi yake. Akaenda kuhubiri. Akaenda akahubiri. Alafu akaambia washirika wacheni niende kwa sababu wakati tulitoka nyumbani tuacha kijana wetu amekufa. Tukakuja kufanya kazi ya Mungu, acha tuende kuona kama amefanya. Kurudi wakakuta kijana amekaa chini. Mungu alimfufua. Ni nani hapa? Wacha mtoto kuku yako uone imefanya hivi imeanguka na zile zingine ziko uhai. Utasema siendi kanisa, wacha nikatafute veterinary. Tabia ndio inafanya tukosee Mungu nafasi kwa maisha yetu. Tabia zetu. Tuanze kubadilisha tabia. Na tuone vile Mungu anaweza fanya na maisha yetu. Tuanze kubadilisha tabia, makusudi ya Mungu yaanze kutimia kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umeitwa full time, kama wengine tunajua waliitwa full time wakakataa. Hiyo ni aina ya tabia. Tabia yangu ni ya kukataa, tabia yangu ni ya kugairi. Ama tabia yako inafanya Mungu anakuambia nimekuita hivi na umesikia vizuri. Then hata ukitoka hapo unaenda kuambia watu mimi sijui nitafanya namna gani. Kwa nini? Nimesikia clearly na najua ni Mungu. Na nimepata confirmation. Ananiambia niwache hii, nianze kumtumikia. Sijui nitafanya nini. Sikulaumu, hata mimi nilikuwa hapo. Na ninapatiwa idea na mtu, naulizwa kama kichwa yangu ni mzuri. Niwache ile mshahara ninapewa, nianze kuhubiria watu na ninangojea sadaka. So Mungu akisema mume wako anaweza badilisha makusudi ya Mungu. Mke wako anaweza badilisha vile Mungu anataka. Akikubadilisha, tabia yako imepoteana na Mungu. Utakaa tu hapo kwa nyumba kama mikebe mbili ndani ya nyumba ambaye haina mwelekeo. Mikebe ya kasuku mbili ilikuisha mafuta inajiita tu kasuku. Kwa sababu makusudi, we can be so empty when the purpose and the will of God is not in us.
tutakuwa completely empty. Tutakuwa vitu ambao hazina maana, watu ambao hawana mwelekeo kwa sababu ya tabia. Job, Mungu ndiye anatoa ushahidi, anaambia shetani hata ukifanya nini. Na nataka mjue hii story ya Job inatuonyesha kwamba shetani ako na access ya mbinguni. Kwa hivyo ukifanya tabia wakati unaitisha kitu mbinguni, malaika wakienda mbele ya kiti cha ufalme kusema baba, wacha nitumie my chairman, baba chairman wa GRM anasema hivi, shetani anasema hapo, anasema shame on you. Unajua ni wa matusi unasema huyo chairman na jana alifanya hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anatua, he is the accuser of the brethren. Kwani atakuakuzia wapi? Hapana, hapa duniani ni huko. Anatua accuse kila wakati. Na ujue shetani, the devil is a spirit. Anajua ile yote unafanya. Na ndio unaona maombi mengine unaomba haijibiwi kwa sababu wakati nataka kujibiwa anasema vile ulifanya. Anasema vile kiburi yako imeinuka siku hizi. Huyu akipita hapo, huyu atakanyanga watu. Niliona siku moja, although zingine ninaona kama ni kumake fun, kwa sababu although watu wanaongeaga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wako na Mercedes. Anasema unaona wale tuko na chuma. Wengine wako na sijui anazita nini. Wale tuko na chuma, tunapitaga expressway. Unaona vile wale wengine vile zimeshikana huko, watafika saa ngapi? Angalia speedometer, anaonyesha speedometer ile anaenda. Angalia hao, anaanza kusema, anaita kabila yao. Anasema wale ni Wakuu na Wakamba, sisi wacha tuende. Anaenda. Pengine ni kumake fun, pengine ni content, lakini that is what is happening. Hata saa hii ndio ina happen. Sasa zile unaanza kujiwekelea kile kitu haiko ndani yako kwa sababu ya status ile huko. Unapotea makusudi ya Mungu. Tabia. Unajua tuna attract the favor of God because of our character. Character, tabia ile uko naye inafanya Mungu aendelee kuinua kiwango na kingine. Kama ni praise and worship, kuwa na character ya kuona wengine wakiinuka, utainuliwa. Ukiwainua, hamtakaa nao ile level huko, stera. Unarushwa level ya juu kwa sababu uliinua hawa. Lakini ukifinyi, kama mimi ni mhubiri sasa, na nijue watu wanainuka na Mungu amewapatia, niendelee kuwafinyiria, nitaendelea kuhubiri level hiyo miaka mingi kwa sababu sina watu ninakuza. Leo hii nikikuza mtu ainuke aanze kufanya miujiza huko, it's glory to God. Kwa sababu hiyo kutenda miujiza ni Mungu weka ndani ya mtu, sio mwanadamu. Leo hii nikiona unainuka nikufinyirie, uhame uende huko, Mungu hatakosa kukuinua kwa sababu ulikuwa hapa. Ama kwa sababu nimekosa kukubariki, hata kuinulia huko. So ukiona tabia yako ni ya kufinyiria wale wengine kwa jambo moja ama nyingine, utaendelea kukaa na pamoja maishani. Ama udidimie. Kwa sababu kama Joseph angerana na mke wa Potifa, tungeambia tu Joseph akauzwa na ndugu zake. Tunasemaga the 6 P's of Joseph. P. Moja ni pit, hiyo ingine ni Potiphas, hiyo ingine ni prison, hiyo ingine ni prime minister, sikumbuki ingine, zote ni 6. Ukizitaja zote ni 6P. Zingine angekamilisha. Angekuwa tu hata prison yangeenda. Na imagine namna gani ukishikwa na mke wa mkubwa ya jeshi akwambia darling na ukichungulia dicha kama bwana yake anakuja. Unaweka ndevu tena na kukuza nika kijana kadogo. Sasa hiyo unashikwa na kimama, alafu kinaenda huyu ana makusudi ya Mungu na huyu hana makusudi ya Mungu, kinaenda kinakutolea waini. Utakunywa waini mara moja. Utaanza kukunywa na kulewa, alafu bwana yake atakuta umewekelea vitu kwa sababu hata kukufa utakufa, baadaye kwenda prison kuuawa utauawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona wakati yote unacheza na mke wa mtu, unaambia kifo come. Kill me, I'm ready to be killed. Ni kweli? Kwanza ukicheza na ya mkisi, Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa omondo na sasa hiyo anadili na wewe. Mke wa mtu ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo angeenda prison angekufia huko. Na hiyo sasa kukufa, maono ya Mungu na ndoto ile Mungu alikuwa ameweka ndani yake ikufia hapo.
Waisraeli waendelee kufa na njaa huko na yeye azikwe. Wangerudishia Joseph akiwa maiti. Sasa tunasoma Psalms number 15. Psalms 15 inasema nini? Inasema hivi. 1. Jemu tusomee kwa Kiswahili ama hujafungua. Psalms 15:1 inasema hivi. Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? Bwana Yesu asifiwe. The one who walk in blameless. Walk in blameless ni tabia. Tunaelewana? When you are walking in blameless ni kuonyesha tabia zako ziko sawa. Ndio anauliza ni nani huyu anaweza kaa mahali pasiri pa Mungu? Nani huyu anaweza kaa kwa mlima wa Mungu? Ni yule ambaye ana tabia zake hazina question mark. Who does what is righteous? Who speaks the truth from their heart? Wakati unaongea uongo kutoka kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaongea hii sauti tengenezwa. Wakati unaongea uongo inatoka kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Inasema the one who walk is blameless, who does what is righteous, who speak the truth from his heart. Number 3, whose tongue utter no slander, who does no wrong to a neighbor and cast no slur on others. Hebu soma kwa Kiswahili hiyo. Number 4, who despises a veiled person but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind. Number 5, who lends money to the poor without interest. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye anakopesha, Biblia inasema ukikopesha maskini, ukisaidia maskini umefanya nini? Umekopesha Mungu. So ukisaidia maskini alafu uitishe interest, unaitisha Mungu interest. Hebu soma yote kwa Kiswahili. Zaburi 15 kuanzia mstari wa 1. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu, kutokuwa na tabia mbaya na kutenda haki. Asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. 4. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye maliza 5. Mwisho 5 inasema, hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu atendaye mambo hiyo hataondoshwa milele. Hiyo ni kusema to eternity huyo mtu wako na Mungu. Lakini ukiwa unasingizia, kwanza kusingizia, haujui chochote. Mimi nafikiria, mimi ninaona inaonekana ni kama huyo mtu inaonekana huyu mama hako straight. Unasingizia watu nini? Na hujui chochote. Kuna watu wanatafutia watu makosa na kusema vile mimi naonaga, na ni kitu haujui. Unajua hata niliambiwa. Unajua hata nasikia watu wakisema. Wewe sio reporter. Reporter ndio Mkristo, you are not a reporter. Ya kusema mimi nasikia watu wakisema hivi kuhusu huyo mama. Nasikia watu wakisema hivi kuhusu huyo mzee. We are not reporters. Wacheni kusingizia watu mambo. Ndio unaona inasema hataondolewa milele mtu ambaye hafanyi hiyo mambo. Kwa nini tunaondolewa kwa mipango ya Mungu? Ni kwa sababu ya kusingizia watu. Kwa sababu ya kuongea things that you are not sure of. Na hata kuna mambo ingine you are sure of. Una uhakika na hiyo mambo. Na unajua nikisema italeta shida. Wachana naye. Roho Mtakatifu ndio unaona anatufungulia mambo kwa vipimo. Kwa sababu akitufungulia yote, sisi tutaharibika. Tutavomboa bomba za watu. Tutaharibu mambo hapa duniani. Kwa sababu hatuna kipimo, hatuna tabia ambayo inafaa Mungu atueleze mambo ama masiri ambazo zinafanyika.
Na ndio unaona kanisa iko kwa giza, kwa sababu Mungu anafaa kutuwekea mambo uwazi, lakini akituwekea uwazi tutakulana sisi wenyewe kwa wenyewe. Sasa wewe bwana, Roho Mtakatifu aanze kukuambia mama fulani huwa anatamani mume wako, si hiyo ni incitement? Hiyo Roho hawezi kuonesha, lakini by any chance akuonyeshe, tutaona umekuja kama vile Stara yuko na uko na leso. Tunashindwa hii leso ni ya nini? Ibada ikiisha tunasikia nduru hapo nje, tukiuliza ni nini, Stara amerukiwa mama, ni nini? Anataka baba. Ndio unaona Roho Mtakatifu anatupatia vitu kwa vipimo, kwa sababu akitupatia ukweli kikamilifu, hakuna kitu Roho Mtakatifu hajui. Hakuna hajui. Na saa zingine tunajiuliza, Mungu wangu hii kifanyika, kwa nini hukunijulisha? Hawezi kukujulisha, utakuwa mwenda wazimu wewe. Utapiga watu bure, utadharau watu bure. Ndio tunaonyesha kwa nini? Kwa vipimo. Lakini kama tuna tabia mzuri, kuna watu wako dunia hii wametembea na Roho Mtakatifu. Hata mkutana namna hii, anajua ile mambo unapitia, anajua shida yako, na anakuambia kwa utaratibu na mnawachana. Na ninaweza sema hivyo bila kuficha. Mmoja ni Akibisho Harrison Ng'anga. Mnaweza kutana na yeye, anaanza kuambia mambo, unaangalia huyu mzee. Siku moja tulikutana 2006 akiwa huko basement Ndivaro. Nilienda lunch hour, nilienda kazini kwa Pastor Betty. Akaniambia kuna mhubiri anakuaga hapa, twende lunch hour. Nilienda nikakaa kwa mlango kama hapo, anahubiria pale. Nikakaa, akahubiri, akaita otako. Mimi nilikuwa nataka kutoka niende. Akaniambia wewe kuja. Nikamfanya hivi, akaniambia ndio. Nikaenda. Ile mambo aliniambia, nikiwaambia hapa, Bwana Yesu asifiwe, inaweza niletea shida. Akaniambia wewe, si mambo namna hii iko kwa ndugu yako na baba yako, wanataka hivi na hivi kwa maisha yako. Nikaangalia mtu, nikashindwa huyu. Hata nikafikiria ama Pastor Betty ameshamwambia ndio ananiambia tuende kwa huyo mtu. Na yeye ni mara ya kwanza kwenda, alikuwa akiambiwa ni customers wake. Mamu, si ikifika rancha au ufungae unaenda kwa huyo mhubiri. Aliniambia ile mambo ninapitia, ile mambo imekuwa ikinisumbua. Akaniombea, kuniwekelea mikono, nikasiri. Niliamuka hapo kama washirika wote wameshaenda, tuko tu hapo na Pastor Betty. Aliambia sinikuze mpaka niamuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aweze kutusaidia, na Mungu akitupatia siri tuwe watu wa tabia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome Romans chapter number 5. Tumesoma hiyo. Romans chapter number 5, 1-4 inasema hivi. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in suffering, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. Bwana Yesu asifiwe. And hope does not put to shame. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba character ndio inafanya watu wakuwe na nini? Na tumaini. Kama character ni mbaya, hauwezi kuwa na tumaini ya milele. Unakaa kwa kanisa tu na huna tumaini. Ni Biblia inasema. Kwa hivyo character ama tabia yako ni kitu ya maana sana. Itafanya uweze kurithi ufalme wa mbinguni ama ukose tumaini maishani mwako. Character ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aweze kutusaidia. Haya, nataka kusema ukisoma Daniel chapter 1. Muda wangu bado niko na muda. Daniel chapter 1. Danieli 1. Hii ni hadithi tunajua, lakini vizuri tusome. Biblia inasema faith comes by hearing, and by hearing the word of Daniel chapter 1. Tunaanzia hapo 5 inasema namna gani? Nitasoma nikirukaruka. Nitasoma 5, ile ninasoma mtajisomea yote Daniel chapter 1. Verse 5 inasema the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were from number 6 from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah.
Alafu naruka naenda 8. Huyo mtajisomea. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself. Hiyo ni verse 8. 9 inasema, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hadithi tunajua. Then number 10 inasema, but the official told Daniel, I am afraid of my lord, the king, who has assigned you food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Tunaenda number 12 inasema, please test your servant after 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Number 13 to 15 inasema, then compare our appearance with that of the young men who ate the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Verse 17. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand vision and dreams of all kinds. 17 inasema hivi. Number 19 inasema, the king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. 20. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tabia yao ilifanya wakatae kukula chakula ya mfalme, nyama na mvinyo. Wakasema watakula mboga. Leo hii nyama zikiweko hapo na mboga ziweko hapo, tutasema katika jina la Yesu, hii pepo inanikataza nyama, enda katika jina la Yesu na ukule nyama. Sasa unaona, baada ya kula mboga siku 10, walikuwa na hekima mingi kuliko wale walijichafua na nyama za mfalme na divai. Biblia inasema hekima ile ilikuwa na hao 4 ikuwa imepatikana wakati mwingine, na waliendelea kufanya kazi kwa mfalme kwa sababu walionekana ni watu tofauti na wale wengine. Ni mboga. Kama wangekunywa kamvinyo na wakule nyama, wangekuwa kama enchanters na magicians wa huko, hawangekuwa na chochote. So ni tabia tu kuamua, na tabia is about choices. Mimi hata nikitajirika sitaringa. Mimi hata nikinunua gari mzuri sitatupia watu vumbi. Mimi hata tukiwa watoto wangu wamefaulu sana, sitakuwa nikisema my children, my my wife, na unaambia watu ambao wanasononeka. Unasikia hata watu wanasema mimi sio mtu wa kula mboga kama sungura. Hiyo inapatia watu. Watu wamesema mimi siwezi kula mboga kama sungura. Bwana Yesu asifiwe. Tabia zetu na tabia ni kuamua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ni kuamua. Ukitaka kuwa na kiburi, ni kuamua ukuwe na kiburi. Kiburi sio pepo. Wacha kuniambia bwana, kiburi sio pepo. Kiburi ni kuamua. Hawa watu wako level yangu kutoka sasa wataniamini. Nitawaringia, sitaenda level yao tena. Hawatawezi zungumza nikiwa hapo. Hawa watu kweni hawaoni niko na saa mpya. Unashinda ukifanya hivi. Habari zenu? Na wasalimia katika jina la Yesu. Na ni sawa unaoneshana. Hiyo ni kiburi. Mimi hata mkilio namna hii maji ya roho inanialipikia, ninakunywa tu ya chupa. Wewe kwenda huko wewe. Juzi nili make fun hapa. Jana tulikuwa na mafunzo. Wakaniambia Bishop unaongea ni kama unaoma. Nikamwambia unajua sasa tangu nitoke Amerika, iwe hewa ya Kenya, walicheka mpaka wanalia machozi. Walijua ni kuenjoy na waenjoy.
Lakini kuna wengine wanasema hiyo serious na wamemaanisha. Ni hewa ya huku haipelekani na mimi. Bwana, hata kama unajua ni hivyo, hewa ya huku sio mzuri, unaambia watu wafanye nini? Na huwezi kutoka huko. Unajua kuna mambo unaweza sema hata watu wa kukasi. Sema na ukimuona na hakuna mahali ataenda. Na hiyo pekee itashika kwa sababu you created a reason ya kukasiwa. Bwana aweze kutusaidia na tuwe na discipline ya tabia. Tukiwa na discipline ya tabia tutabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sio vizuri kusema mambo ya mtu ile haujui. Na wacha kutafutilia mambo ya mtu ndio mpake matope na huko ndani ya kanisa. Ninaona huyu siku hizi anabadilisha nguo kama kitu kingine. Ni bwana yake kweli ananunua hizo nguo? Ama mimi naona unajua hata wanaongea na chairman wachache sana. Wewe acha kuletea watu mambo ambaye hakuna. Hiyo ni tabia. Kwa sababu unaelewa vile unasema, una akili, unaelewa vile unasema, lakini tabia yako ni mbovu. Na hiyo tabia itafanya Mungu muende hivi na Mungu. Mungu anaenda pande na unaenda pande. Nataka kumalizia kusema character is the way someone thinks. Character is the way someone thinks, the way someone feels and behaves. Kubehave kwanza ni kitu ya maana sana. Behavior ya mtu. Leo hii ukiona mtu amekukosea, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amekukosea, hii sauti sio mzuri. Ukiona mtu amekukosea na umeokoka, behavior yako itasema kama umeokoka ama hujaokoka. Tunaelewana? The way you behave, mtu atajua kama umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu atajua kama umeokoka ama haujaokoka. Bado sio nzuri, nafikiri kuna shida. Behavior yako ama feeling, mtu akifanya kitu, the way you feel about what they have done to you inaoneshana kama umeokoka ama hujaokoka. Kuna mambo mengine mtu anakufanyia hata uonyeshi feelings zako, unanyamaza tu. Bwana asifiwe. Hauonyeshi feelings zako na yeye anachoka kukufanyia, anawachana na wewe. Lakini ukionyeshana feelings, unampatia majira ya kukufanya zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Na behavior, feeling na behavior. Na thinking, vile unafikiria. Number 2 wengine, it is a personal moral and ethical qualities. Moral and ethical qualities. Na personality, emotions and psychological. Mtu anaweza fanya kitu, akili zako zichamuke. Hiyo ni psychological. Akili yako inachamuka kwa sababu mtu amefanya kitu. You need to control yourself. Ninaona watu wakiandika, acha nirudie. Ninasema it is a person's moral and ethical qualities. Ethical qualities, ninasema ethical qualities, for example, mtu amekuwa ni mzuri, ni mtulivu, sasa amepata pesa, ameanza kunywa pombe. Ethically huyo mtu amepotea. Ama mtu amekuwa ni mtulivu, anapenda Mungu, anaheshimika na watu wote, amepata pesa, ameanza kuharibu wasichana watu na hiyo pesa. Mimi nasikia Range Rover zile zinasimamaga kwa universities, especially Nairobi University na huko, zikichukua wasichana ya watu. Na ni watu anamlipia school fees. John, mmekuwa university, iko kitu kabla hiyo? Wacha kutingiza kichwa hivi. Na ndio unaona, sitaki kusema mazuri hajasoma, ndio unaona watu wengi wa university wacha wao watu wamesoma. Kwa sababu wamejua huko university bila wasichana wanafanya. So akitoka anasema mimi siwezi wao watu, na anatafuta mtu ajitengenezee. Utasikia watu wengi wa university wanarudisha wake zao shule. Ni sababu ya hiyo. Kimuzee akina tabia mzuri, kitambi imeshuka, hata kifungo hii imefunguka hivi, kinakuja kusimamisha gari university kinakuja kasiana hivi. Kwa sababu ile pesa yako nazo. Haribu wasichana watu shauri ya pesa. Na ajui wake, na kama sio wake wajukuu wake watafanywa kazi nyingine. Hivyo ndio inafanyikaga. Unapata unazaa watoto, unajaribu kuwapindua hivi, hawapinduki, unajaribu kuchunguza babu yao kama alipoteza wasichana ya watu. Ni kulipwa, mnalipwa kwa sababu ya tabia. Tabia mtu analipagwa ukiwa hapa duniani. Na ukifika mbinguni unaongezewa bashishi. Unalipwa hapa duniani, ukifika mbinguni unaongezewa bashishi. Ni vibaya sana
tuwe na tabia mbaya ambazo tutawachia wajukuu wakilipia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aweze kutusaidia. Mungu aweze kutusaidia. Mimi nimemalizia hapo. Kwa sababu naona hii ya tabia nikiendelea kuongea ni kama itafika mahali niambie uliniingilia. Bwana asifiwe. Bwana aweze kutusaidia. Tusiharibu makusudi ya Mungu juu ya kwa maisha yetu. Tusikose mbinguni kwa sababu ya zile tabia tunajipangia. Tusiwachie watoto wetu shida kwa sababu ya tabia zile tunaanza. Character ile tuko naye. Character huwa si hatutalipiwa mbinguni, tunaanza kulipiwa hapa duniani. Na kama hautalipwa watoto wako watalipwa. Mungu aweze kutusaidia. Huwezi kuharibu watoto wa watu shauri una pesa na uexpect kizazi chako chote kitaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuanze kubadilisha tabia zetu ili Mungu wa mbinguni aweze kutimiza makusudi yake kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Hii tabia ya mtu ana mwito kama bishop wenyu na anaenda kufanya mambo mengine, tuachane naye. Kwa sababu mwito ni mkubwa kuliko mambo mengine. Ndio watu wanasema hata kuna Paul walikuwa tent maker. Kuwa tent maker na ufanye kazi ya Mungu. Itafika mahali hiyo kazi ya tent ataifunga akuachilie kwa kazi yake. Hatusemi tu watu wote wakuje wakae hapa, ati nyinyi wote sasa mkue ni full time. Hapana. Lakini una full time unafanya kazi. Si chairman anahubiri na anashinda kazini. Si John anahubiri na anashinda kazini. Anajua ana mwito. Anangoja hiyo mwito ifike mahali imwambie enough is. Lakini kukataa kusema nataka kufanya hivi na hivi mpaka nimalize ndio nianze kufanya kazi ya Mungu, hiyo ni tabia mbaya na God will catch up with you. Tusimame kwa miguu yetu. Bwana aweze kutusaidia na aweze kutuonekania. Nimesema kwani miguu imekwisha grease. Nimesema tusimame kwa miguu yetu tuweze kuomba. Na wewe ndio unajua ni tabia gani ambayo inaweza fanya ukose kutembea na Mungu vyema. Wewe ndio unajua ni tabia gani uko naye, kwa sababu hata mimi ninajua nina yangu. Ni tabia gani uko naye? Wakati nahubiri hapa sio kusema nahubiria nyinyi, hata mimi kuna tabia ambayo nafaa kurekebisha ili Mungu wangu aweze kutimiza makusudi yake. Tabia ambayo imekufunga, pengine huo unasikia una wivu, pengine huo unasikia unadharau watu, pengine huo unasikia makusudi ya Mungu na utaki kutimiza. Hiyo tabia mbaya. Uanze kuambia Mungu siku ya leo, tabia ya aina hii ninaomba unitolee niweze. But I am telling you, mambo ya character is about choices. Kwa sababu for example, ukiwa na pesa unaenda kuharibu boma za watu. Uko na pesa unaenda kuharibu watoto ya watu. Hiyo sio bahati mbaya, ni by choice. Umechoose. Hizi pesa zangu nitazitumia kwa njia mbaya na kuharibu watoto ya watu. Na nimesema hiyo utalipiwa hapa duniani na mbinguni utajaziriwa. Bwana Yesu asifiwe. So tuweze tu kwenda kwa Mungu, tumwambie atukumbuke, atusamee tabia zetu. Kama uwezi kusema kwa sababu jirani yako atasikia, omba in tongues ili hata asikie unasema nini in tongues. Katika jina la Yesu, uambie Mungu akukumbuke, akusamee tabia kwanza ambazo zinaweza letea hata wajukuu shida, zinaweza letea watoto wako shida. Akukumbuke katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unatujua vyema, unajua maisha yetu, unajua makusudi yako ndani ya maisha yetu. Huenda ikawa mambo mengi yamekosa kutimia kwa sababu ya tabia zetu hapa duniani. Joseph wakati aliuzwa kwa nyumba ya Potifa, kama angeingia kwa usherati, makusudi yako haingetimia. Wana wa Israeli hawangefaulu maishani. Tunakuomba siku ya leo katika jina la Yesu, zile tabia umetupata nazo ambazo zinakataza makusudi yako, zile tabia umetupata nazo ambazo zinakataza tupate utajiri, zile tabia umetupata nazo ambazo zinakataza tufaulu kwa maisha, ukaweza kutusamehea. Tunakulilia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye ni Bwana mwema, ambaye unajua makusudi yako juu ya maisha yetu, ukaweza kutusamehe, ukaweza kutusaidia, ukaweza kutuokoa, ukaweza kututakasa kwa damu ya Yesu, ili maisha yetu ikabadilike, makusudi yako ikaweza kutimia, vizazi vyetu vikaweza kufa
kufaulu katika jina la Yesu. Tunaliitia jina lako Jehova, wewe ambaye umetuweka duniani ukiwa na makusudi na malengo. Baba wa mbinguni, utuonekanie. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, jambo ambalo tumeishafanya, mambo ambayo tumeongea, matendo ambayo tumetenda, kuzingizia watu wengine, ambayo inafanya tukose kuendelea, kutotii mapenzi yako Bwana, inafanya tukose kuendelea. Tunaomba uturehemu Bwana, tunaomba nafasi nyingine ya kuweza kutenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Jehova, tunaliitia jina lako, Mungu wetu na Baba yetu. Tunakulilia siku ya leo. Wakati uliona tukiwa na wivu, Bwana utusamehe. Wakati uliona tukiwa na fitina, Bwana utusamehe katika jina la Yesu. Wakati uliona tukidharau, Bwana utusamehe katika jina la Yesu. Wakati ulitoka nje ya mapenzi yako, tunaomba utusamehe katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu. Ni asanti Baba wa mbinguni, tuokoe na maovu yote katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Semeni nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba siku ya leo, kila aina ya tabia ambaye umeniona naye, ambaye inazuia mapenzi yako, ambaye imezuia kuinuliwa kwangu, ninatubu mbele zako katika jina la Yesu. Kila aina ya tabia ambayo imefanya watu wengine wakosane, Bwana unisamehe. Kila aina ya tabia ambayo imezuia maendeleo yangu, ambayo imezuia kufaulu kwangu, ninaomba unisamehe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ujumbe ulinipea, ikiwa ni mimi, ikiwa ni washirika, hata kama ni mmoja ambaye tabia zimefanya abaki chini, ambaye zimefanya tabia akose kutimiza mapenzi yako, tunakuomba katika jina la Yesu, tukiwa kanisa, utusamehe. Baba, tutakase. Tunatamani kutimiza makusudi yako, matamanio yetu Bwana ambaye ni kinyume na mapenzi yako, tusaidie Bwana. It's about making choices. We ask you Jehovah, you make us make choices that will change our lives. We have struggled for a very long time because of our character. I know, Lord, in the name of Jesus, that our character has hindered us to progress. Kuna wengine Bwana, unajua, ukiwapatia utajiri wamepotea kwa familia ya wokovu. Ninaomba katika jina la Yesu, utupe hekima na uwezo wa kukaa kwa mapenzi yako. Fedha isifanye tukusahau, afya isifanye tukusahau, fedha isifanye tuharibu watoto ya watu, fedha isiharibu tuharibu boma za watu. Tunaomba katika jina la Yesu, kuzidishiwa kusifanye tutoke kwa mapenzi yako. Bwana, tuokoe na utudumishe, kuwa pamoja na sisi. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana awabariki na watendee.